as Esther said, let us fast for 3 days. Let us not eat. Let us plead that God allows us. And God will, of course, have awakened us. But it is fallen from 2004. We could never have done anything. Those people are black, wanajua lakini walipuuza. Tukianzia church history tutaanza kuona vile ambavyo Mungu aliacha hiyo kanisa. Alisema thy house is left desolate. And that statement has been sounded with a great magnificence. Wakati ambapo Yesu anasema 46 inaendelea kusema ndio, ondokeni tuende Zetuni. Tazama yule anayenisaliti amekaribia kusalitiwa na kukamatwa kwa Yesu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo umeona hapa Yesu imefika, amemwambia sasa kwa sababu umeshindwa kukesha, anayenisaliti amekaribia. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaelewa nyakati. Ndio maana tukifika verse 55 au fika 55 mstari wa 55 ndio Biblia inasema ndio saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi? Mmetoka vile ambavyo walikuja, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu, ili kunishika. Kila siku naliketi hekaluni nikafundisha msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote. Sasa sikiza. Nataka tuangalie verse 6. Kwa hiyo walikuja kumshika saa ngapi? Usiku. Sawa. Kwa sababu usiku ni wakati ambapo watu wanalala na wengine kuleo. Sawa. Kwa hivyo wanapokuja, sikiza verse 6. Inasema wanafunzi wote wakafanya nini? Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Okay. Kwa hivyo kwa sababu waliambiwa wakeshe mara 3, Yesu anawaambia kesheni, wakashindwa kukesha. Kwa hivyo wanafunzi wote walifanya nini? Wakakimbia. Lakini walikuwa wamemwambia aje? Sote tutakuwa pamoja na wewe. Mbona lazima tujifunze hizi kesha ziko na maana gani? Kwa sababu tusipokesha mara ya kwanza, mara ya pili tusipokesha, wakati awikapo jibi, shika hiyo point. Yesu aliambia Petro utanikana. Sawa. Aliambia Petro utafanya nini? Utanikana. Hata sisi tusipokesha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu tutakana Yesu. Sijui kama unanielewa. Tunakufuata mtumishi. Kwa hivyo Yesu aliambia Petro wakati kabla hajawika jibi utanikana. Ngoja nikuonyeshe hapo jinsi ambavyo sasa kanisa ina apply. Si tumeona hizo mambo na kesha? Tuende sasa katika kitabu cha Marko. Kitabu ni Marko 13. 13 mstari wa 35. 35. Ile inasema ndio, kesheni basi. Okay, Yesu tena anarudia baada ya kueleza mambo atakayotukia siku za mwisho. Kesheni basi, kwa maana hamjui ajabu Bwana wa nyumba. Okay. Sikiza sasa. Nashukuru Mungu kwa upendo wake. Kesheni basi, fanyeni nini? Kwa maana hamjui ajabu Bwana wa nyumba. Kwa maana hamjui wakati ajapo Bwana wa nyumba, kwa sababu inaweza kuwa nini? Sikiza. Kwamba ni jioni, kwamba ni usiku wa manane. Sikiza. Kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane. Au akiwapo chimbi au awikapo jibi au asubuhi. Kwa hivyo kuna kesha ngapi hapo? 4. Kuna kesha ngapi hapo? Rudia tena mwalimu. Biblia inasema kesheni basi, kwa maana hamjui ajabu Bwana wa nyumba. Kwamba ni jioni au kwamba ni usiku. Au ni kesha ya pili ambayo ni usiku wa manane. Au akiwapo chimbi au awikapo jibi au asubuhi. Kwa hivyo inamaanisha Yesu Kristo alitambua kuna kesha 4. Alizitambua na si amezilist. Kwa hivyo amelist kesha 4. Kwa hivyo inamaanisha Bwana wa nyumba ambaye ni Yesu Kristo anaweza akakuja jioni, anaweza akakuja usiku wa manane, ama awikapo jibi ama asubuhi. Hapo tumeelewa safi. Lakini sasa maana kupewa hizi 4, Luka ambaye alikuwa daktari, napenda kumweka hivi. Mungu kwa uwezo wake alimueleza azifanye zikuwe chache, zikuwe summarized. Zikuwe nini? Kwa sababu Yesu apendi sisi tuwe
Tapatapa. Bwana Yesu asifiwe. Hataki tufanye nini? Tutapatape. Ama hataki tukue na oga tuelewi. Amosi 3:7 inasema Mungu hatafanya jambo lolote pasipo ya kuwafahamisha watumishi wake manabii siri zake. Amen. Amosi 3:7 inasema hakika Bwana Mungu. Inaanza na kusema hakika. Biblia inasema ndio. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Hatafanya neno lolote. Neno lolote bila kufanya nini? Bila kuwafunulia nani? Watumishi wake manabii siri. Kwa hiyo inamaanisha kama Yesu hapa ametuambia kuna kesha 4, lazima Yesu pia tueleze ni kesha gani tunaweza tukangojea. Amen. Wacha nikuonyeshe ni kesha gani. Nenda katika kitabu cha Luka. Kitabu ni Luka 12, nataka kuanzia 33, tuanzie mbali kidogo. 12:33. Yesu anarudia haya maneno lakini sasa akiwa specific, anatupea kesha 2 pekee. Biblia inasema viuseni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Sawa. Jifanyieni mifuko. Enda 35 tuokoe muda. Biblia inasema viuno vyenu na viwe vimefungwa. Viuno vyenu na viwe vimefungwa. Ndio tena. Biblia inasema viuno vyenu na viwe vimefungwa. Kwa nini? Na taa zenu ziwe zinawaka. Na taa ziwe zinawaka. Kwa kawaida tunawasha taa wakati gani? Usiku. Ni mchana? Usiku. Okay, usiku. Sikiza. Na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao. Endelea. Atakaporudi kutoka harusi. Atakapotoka kutoka harusini. Na sasa tunaenda from 1844. Hapa ndipo nataka kuelewa. 1844 Yesu aliingia marriage feast. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliingia, bwana harusi aliingia harusini ili apatanisho, afanye huduma ya upatanisho. Atakapotoka harusini ndio anatukujia. Sikiza. Ili atakapokuja na kupisha. Kupisha. Wamfungulie mara. Sio wamfungulie baada ya muda, ni wamfungulie na atakuja usiku. Ndio maana atakapokuja na kupisha na taa zikwe zikiwaka. Kwa hivyo kama watu wamelala, tuliambiwa usiku ndio watu wanafanya nini? Wanalala na kulewa. Kwa hivyo kama umelewa mlango ukibisha utasikia. Kama umelala utasikia. Kwa hivyo ndio maana sasa sikiza vile anasema twende. Tunasema Biblia inaendelea kusema. Heri watumwa wale ambao bwana wao achapo atawakuta wakiwa na kesha. Atawakuta wanakesha. Ndio. Amin nawaambieni. Sasa hapa ndipo nataka tusikize sasa. Sikiza vile ambavyo Yesu anatupenda. Amen. Anasema kwamba anatufungulia siri zake. Sikiza. Amin nawaambieni. Atajifunga na kuwakaribisha chakulani. Atakuja na kuwahudumia. Ndio. Na akija zamu ya pili. Hapa ndipo nataka. Hiyo tuko fungu la 38. Asante. Hapa ndipo nataka sasa tusikize. Tunajua kuna kesha ngapi? 4. Na tuliona walinzi wanaingia katika zamu. Huyu akiingia zamu ya kwanza ataingia kutoka jioni saa 12 ama jioni saa 12 mpaka saa 3 usiku. Sawa? Hiyo ni zamu ya kwanza. Hii ndio inaitwa first watch. Sawa? First watch. Akikuja zamu ya, kwa hivyo hii ni first watch, hii ni second watch. Sawa? Hii ni third watch. Hii ni fourth watch. Nataka nikuonyeshe sasa mama. Kwa hivyo bwana harusi akija katika sasa mwalimu. Leo nasema. Rudia 38. Na akija zamu ya pili. Akikuja sasa unaona hapa tukipewa katika Marko anatupea zamu 4. Sawa? 4 watches. Lakini tukifika kwa Luka anatupea zamu 2. Sikiza. Akija katika zamu ya pili au akija zamu ya tatu. Na kuwakuta hivi. Heri watumwa hao. Kwa hivyo Yesu anamaliza. Amen. Kwamba Yesu kwanza tuliambiwa kuna possibilities 4 za Yesu kukuja. Zamu ya kwanza, zamu ya pili, zamu ya tatu na zamu ya 4. Lakini Luka sasa maana Yesu akieleza anaiweka kwa urahisi zaidi kwamba Yesu anaweza akakuja zamu ya pili ama zamu ya pili ama zamu ya
Kwa hivyo zamu ya 4 na hii imetolewa, sio ni elimination. Kwa hivyo kama tunangojea Yesu akuje, tunafaa tumngojea katika zamu gani? Tulipewa 4 na hapa tulipewa 2. To be specific, tutatumia zamu gani? Ya pili na ya tatu. Sasa wacha niwaeleze. Nilipenda sana niwapeleke hatua kwa hatua jinsi ambavyo kanisa la Kiadventista limekuwa likiingisha uchafu katika every generation. Vile ambavyo imekuwa ikiingisha, lakini wacha nikuwapee summary ili wapo tutapata muda mwingine niruhusu pia maswali. Sijui ni kitu ya kufuta. Safi mtumishi. Tatu. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna zamu 4 ambazo ama kuna kesha 4, lakini tumeambiwa shika hii pointi. Tumeambiwa kwamba katika hizi kesha 4 Luka na amezisamarize zikakuwa zamu 2, si ndio? Zamu 2. Zamu ya pili na zamu ya tatu. Sawa sawa? Sasa wacha nikuonyeshe mambo ambayo yanaendelea. Kuna zamu ya pili na kuna zamu ya tatu. Hizi ndizo tunatarajia bwana harusi kukuja. Sawa sawa? Sasa hapa ndipo ujumbe tena umeongezeka. Hivi tulipata kwamba kizazi kimoja kina miaka ngapi? 40. Hiyo ni kitabu gani tulisoma? Waebrania? Waebrania 3 mstari wa 7. Mstari wa 9 na hata 10. Hiyo ni mfano mmoja. Kwa hivyo tukaona kizazi kina kesha 4. Kizazi kina kesha 4. Hiyo tumeona hata katika Marko na kuendelea. Sawa sawa? Kwa hivyo sasa nataka niulize swali. Angalia hapa. Kizazi kina kesha ngapi? Kina miaka ngapi? 40. Miaka 40, si ndio? Sawa sawa? Kizazi kimoja kina kesha ngapi? 4. Ndio zamu ya kwanza, ya pili na tatu na ya 4. Sawa sawa? Kwa hivyo zamu moja ina miaka ngapi? 10. Amen. Mtumishi. Amen. Angalia sasa. Pole, hebu rudia hapo. Nimesema hivi. Zamu ama kesha. Nimesema hivi. Kulingana na Biblia, nataka hata tuingie kwa roho na Biblia. Kizazi kimoja kina miaka 40. Sawa sawa? Safi. Hiyo tulikubaliana. Tukaona jinsi ambavyo Mungu amekuwa akiishi, jinsi ambavyo alifunza Musa, jinsi ambavyo ile fungu nitawapea ukienda kusoma kwa Acts of Apostles kwa Biblia, utapata kwamba Daudi au wote wafalme wa kwanza wale waliongoza miaka 40 pekee, 40 years. Nitakupea. Kizazi kimoja kina zamu 4. Sawa sawa? Na kila zamu ina miaka 10. Inaeleweka? Ningependa tu uweze kuelezea hiyo 10 inakuja. Hiyo 10 inakuja kwa sababu kila zamu hapa, angalia hapa, kila zamu ilikuwa inachukua masaa 3. Sawa sawa? Kutoka saa 12 jioni mpaka saa 3. Kutoka saa 3 mpaka saa 6 usiku. Sawa sawa? Kwa hivyo zamu zote zina muda sawa. Kwa hivyo ndio maana tunasema kila zamu lazima ina miaka 10. Tumeelewana? Na kitu kingine ili tuelewe, hapa wakati inaitwa zamu ya jioni inachukua hiyo namba ambayo inamaliza. Usiku wa manane inachukua saa 6. Awikapo jibu inachukua saa 9. Asubuhi inachukua saa 12. Kwa hivyo kila zamu inachukua jina la wakati ambapo inaisha. Tunaelewana? Midnight, this is the midnight. Midnight watch. Najua tunatumia Kiswahili. This is the morning watch, asubuhi. This is the midnight watch, usiku wa manane. This is the cock crow watch. Sawa sawa? Ndivyo Biblia ya Kiingereza inaita hivyo. Nadhani tumeelewana hapo, tuko pamoja mtumishi. Kwa hivyo kanisa letu la Waadventista, kama vile ambavyo Mungu alifunza Israeli ya awali, vivyo hivyo sisi kama Waadventista ndivyo anavyotufunza. Hapa sasa ndipo tulikuwa tunataka kufika. Vile ambavyo alitumia first generation, second generation, fourth generation, vivyo hivyo ndivyo Mungu anaongoza kanisa la Kiadventista. Kwa sababu mtu akikuuliza Israeli wa kiroho ni nani? Katika Wagalatia 3 mstari 27 mpaka 29, 6 mstari wa 14 mpaka 16. Wagalatia, Mkristo ama Muisraeli ni mtu yeyote ambaye anaamini Kristo. Waisraeli walikuwa na 10 commandments ama amri 10 za Mungu. Kanisa pekee lililo na amri 10 za Mungu ni Waadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. We are the modern Israelites.
ama the spiritual Israelites. Tumeelewana? Tumeelewana? Sasa wacha nikuonyeshe. Kwa sababu one generation iko na 40 years. Generation ya kwanza kanisa la Adventista lilianzia after disappointment, ambayo ilikuwa mwaka gani? 1844. Kwa hivyo kutoka 1844 plus 40 years inakuwa ngapi? 84. Hii inakuwa first generation. Kutoka 1884 mpaka 19 inakuwa ni second generation. Hapa generation inamaanisha kizazi. Kutoka 1924 mpaka 1964 inakuwa ni third generation, kizazi cha tatu. Kutoka 1964 inakuwa ni 204. Inakuwa ni fourth generation. Tumeelewana? Acha tutoe Biblia. Enda kwa Joel 2. Joel 2. Kitabu Yoeli 2 anzia mstari wake wa kwanza. Yaani Mungu anapotaka kupaza habari za Israeli, sikiza. Mungu anapotaka kupaza habari za Israeli, anasema watoto waitwe, watoto anatumia mifano miwili. Sikiza. Mnakumbuka nikapea mifano ya Abraham hapa? Mnakumbuka nikapea mfano ya Saul, David, Solomon na Jeroboam na Rehoboam? Sikiza. Joel 2:1. Biblia inasema, ndio, pigeni tarumbeta katika Sayuni. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Na tunajua mlima wa Bwana Sayuni ni nini? Kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Mwapashe nini? Wenyeji wote wa nchi na kutetemeka. Wenyeji wote wa nchi na kutetemeka. Sikiza. Kwa maana siku ya Bwana inakuja. Kwa maana siku ya Bwana kuja. Sikiza. Bila habari. Wazee wapaze watoto, watoto wapaze watoto, watoto wapaze watoto, watoto wao. Tuhesabu hizo generation. Kwa sababu inakaribia. Kwa sababu inakaribia. Siku ya kisa ya weusi. Siku ya wingu na kisa kuu. Ndio. Kama mapambusuko yakitandazwa juu ya milima. Ndio. Hao ni wakuu. Tena wenye nguvu. Ndio. Mfano wao haukuwako kamwe. Ndio. Wala hautakuwako baada ya hao. Kwa hivyo lazima tarumbeta zipigwe ndipo siku ya Bwana ikuje. Tunaelewana hapo? Ipazo watu wakuwe prepared for the coming of Christ. Kwa hivyo ndio maana hata wakati Mungu kwa neema zake ametupea huu ujumbe ili tupige tarumbeta ili kuja kwake Yesu Kristo kuje. Sikiza sasa. Tuendelee. Hata katika miaka ya vizazi vingi. Hata katika miaka ya vizazi imetumia tena vizazi. Sawa sawa? Sikiza sasa. Twende. Mstari wa 3 unasema, moto unakula mbele yao, na nyuma yao miali ya moto inatekeza. Teketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Edeni. Nataka mpaka tufike mstari wa 4. Inafanana na bustani ya Edeni mbele yao. Ndio. Na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam. Hakuna aliyeokoka asipatikane nao. Asante. Twende sasa mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema, sikiza sasa. Hapa ndipo nataka kuweki. Sikiza. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi. Na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Sawa. Kama mshindo wa makali ya vita juu ya kelele ya mlima. Ndivyo warukavyo. Kama mshindo wa miali ya moto ilapo mapua makavu. Kama mashujaa waliopanga tayari kwa vita. Sawa. Mbele yao watu wanahangaika. Nyuso zao zimekeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Sawa sawa. Hupiga mbio kama mashujaa. Hupanda ukuta kama watu wa vita. Nao huendelea mbele, kila mmoja mbele katika zake. Wala wanapotoshi sifa zao. Wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake. Huendelea mbele, kila mmoja katika njia yake. Ndio. Ujifanyia kazi, ujifanyia njia. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeona, nilikuwa tunataka tukue na hiyo understanding kwamba huu ujumbe lazima ungepazwa kabla ya kuja kwa Yesu. Sawa sawa? Sawa sawa? Safi. Sasa nenda kwa Joeli 1 anzia mstari wake
Anzia mstari wa kwanza tena. Nataka mstari wa 3 lakini anzia mstari wake wa kwanza. Sikiza. Kwa hivyo hapa tumeanzia ni kama vile ukitaka kupata habari, mara nyingine unaenda huku nyuma unaona mwandishi anasema nini huku mwisho, narudi katikati na baadaye unaanza sasa kuanzia mwanzo. Amen. Sasa acha tuanzie mwanzo. Anzia. Sikiza. Nataka Ngogi utusomee kidogo. Neno la Bwana lililomjia Yoeli, mwana wa Pethueli. Ndio. Sikizeni haya. Sikizeni haya, sikiza sasa. Enyi wazee. Enyi inaanza na kina nani? Wazee. Inaanza na kina nani? Wazee. Wazee. Nataka tuhesabu. Sikizeni haya, enyi wazee. Wazee. Asikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Ndio. Je, mambo haya yamekuweko katika siku zenu? Mambo haya yamekuweko katika siku zenu. Au katika siku za baba zenu? Fungu la 3. Sawa, hapo sasa. Waarifuni watoto wenu habari yake. Okay, sawa. Wenye waliambiwa wasikize ni kina nani? Wazee. Wakaambiwa waarifu kina nani? Watoto. Watoto wenu wakawaambia watoto wao. Watoto wakawaambia watoto. Watoto wao. Na watoto wao wakiambie kizazi kingine. Kizazi kingine. Nataka tuangalie hapa. Angalia hapa. Wazee wameambiwa wasikize hizi habari. Wazee waambie watoto. Watoto waambie watoto wao. Na watoto wao wakiambie kizazi. Tulisema kwamba one generation miaka 40, naomba hapa nirudie tena. Miaka 40 kwa sababu ya ndugu Anthony ambaye amejiunga na sisi. Miaka 40 it is a full experience ya Mungu. Sawa sawa? Na katika miaka 40 kuna generations nne ambazo zinamaanisha sowing full cycle ya sowing and reaping. Kupanda na kuvuna. Sawa sawa? Tunaelewana? Kwa hivyo hapa tunaambiwa kuna sowing ambayo ilikuwa kwa wazee na kwa watoto, na baadaye kuna reaping ya watoto na kizazi kingine. Sawa sawa? 4 generation complete a cycle. Tukaona kwa mfano watu ambao walisow kwa Biblia, tukaona Sauli alisow kutomtii Mungu, Daudi akasow kufanya uasherati, Suleimani kukafika sasa ni mavuno. Suleimani alizini na kuzini na wanawake mpaka tunapata 700 na wengine 300 ambao ni concubines. Tunaelewana? Kwa hivyo kitu ambacho kilipandwa kinakuja kuvunwa. Na katika sasa kizazi cha ngine kunakuwa na full sowing ambapo tunaona kuna kuwa na nchi Israeli inavunjika, inakatika. Kwa hivyo mambo yote ambayo mfalme Mungu alikuwa amewaambia yanaonekana in the third and the fourth sowing. Sawa sawa. The fourth stage ambayo ni reaping. Kwa hivyo watoto wazee wanaambia watoto wanaambia watoto, na watoto wanaambia kizazi. Kana kwamba hiyo itoshi, sikiza vile fungu la 5 linasema. Fungu la 5. Levukeni enyi walevi. Okay, hiyo ni fungu la 5. Fungu la 5. Tumemaliza fungu la 4. Na fungu la 4 yatenda fungu la 4. Sawa, soma fungu la 4. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na hapa zipo, nataka tusikize. Yaliyosazwa na tunutu. Tunutu. Yameliwa na nzige. Yameliwa na nzige. Yaliyosazwa na nzige. Yaliyosazwa na nzige. Yameliwa na parare. Alafu parare inaliwa na mandumandu. Na yaliyosazwa na parare yameliwa na mandumandu. Mandumandu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama hii point itaingia vizuri. Kwamba tunutu walianza kwa kumaliza nchi ama kuleta uovu. Baada ya tunutu kuni, nzige zikakuja zikachafua. Hapa ikiwakilisha mfano wa Israeli, kulikuwa na kipindi cha miaka 40 ya kwanza ambayo iliongozwa na Saul. Baada ya kipindi cha Israeli kuongozwa na Saul, kukakuwa na ufalme mwingine ambao Daudi anaongoza, nzige. Baadaye kunakuwa na Suleimani, na baadaye tunakuja kupata Jeroboam. Yaliyosazwa, kilichoachwa baada ya uovu kuletwa, kilichoachwa kililiwa na nzige. Nzige zilipo wakaacha parare walipokuja, mandumandu wakakuja kumaliza. Hiyo inamaanisha Mungu alitumia wanyama waharibio kumaanisha kilichofanyika katika Israeli. Sawa sawa? Nadhani tumeelewana. Thus 4 generations give a complete cycle. Ndio maana fungu la 5 tunaambiwa levukeni enyi walevi. Kumbuka tuliona watu wanaolewa wanalewa saa ngapi? Usiku. Tunaelewana? Kwa hivyo sasa imefika wakati ambapo wanaambiwa levukeni. Ndio maana sasa SDA ama kanisa letu la Kiadventista wa Sabato kutoka mwaka wa 1844 mpaka mwaka wa 2004 walifika completion ya maasi ya uongo na wakavuna walichokipanda. Sijui kama inaeleweka. Mwalimu
quotation moja kueleza hilo. Quotation moja kueleza hilo. Twende kwa 1SM. Page 204. Paragraph number 2. Na hapa kabla tusome hii, nakumbuka tukisema kizazi ni cha miaka 10, si ndio? Wacha nidhibitishe. Kizazi ni cha miaka 10 hata kulingana na roho nabii, si ndio? Wanaidi. Nakumbuka ulikuwa na swali hapa, kizazi kwa na miaka 10, si ndio? Wacha tudhibitishe kwanza. Enda kwa Testimonies for the Church, volume 2. Page 192. Paragraph 2. 192. Paragraph number 2. 192. Inasema a company was presented before me. Okay, sasa kabla asome hapo, panda juu kabisa. Uone hiyo ni nini iliandikwa tarehe gani. Panda juu kabisa. Uone hiyo Testimonies for the Church volume 2 iliandikwa tarehe gani. Sikizeni, tulisema Seventh Day Adventist ilianzia 1844, si ndio? Ni ukweli, si ndio? Sasa sikiza. Iliandikwa lini? June 12, 1868. Ati June, angalia tafadhali, naomba tuangalie kwa sababu ni ukweli wa wakati huu. Ni June 12 1868. 1868. Hii ilikuwa ni which watch? First. Kama ni ukweli hizi watch ziko. Ilikuwa which watch? First. Hapana, sio first watch. Kwa sababu first watch 1844 to 1844 to 1854 hizo 10 ni first watch, si ndio? Si ndio? 1854 to 1864, si ndio? Ni second watch, si ndio? 1864 to 1874 ni third watch. 1874 to 1844 ambayo ilikuwa completion hiyo generation is fourth. 1884 ni is fourth watch. Sawa sawa. Si ndio? Sasa sikiza. Rudi sasa. Kwa hiyo tumeona imeandikwa June rudia tena June 12, 1868. 1868. Hiyo ni watch gani? Third watch. Ni which watch? Third watch. Sawa sawa. Sasa sikiza. It says a company was presented before me. A company was presented before me. In contrast to the one described. In contrast to the one described. They were waiting and watching. They were waiting and watching. For what? Endelea. Their eyes were directed heavenward. Their eyes were directed heavenward. And the words of their master were upon their lips. And the words of their master was upon their lips. Wakisema nini? What I say unto you. What I say unto you. I say unto all. I say unto all. Watch. Watch. Kwa hivyo walikuwa wanajua wanafaa ku watch. And they were watching. Sasa sikiza maneno wanaosema yao ambao ni ya uzuni sana. Sikiza. Watch ye therefore. Watch ye therefore. For ye know not when the master of the house. For ye know not when the master of the house cometh. At even. That even. At even. At even. Wanakoti Mariko. At even. Jioni. Or at noon. Or at noon. At midnight. At midnight. At midnight. Or at the cock crowing. Or at the cock crow. Kuweka jibi. Or in the morning. Or in the morning. Lest coming suddenly. Lest coming suddenly. He find you sleeping. He find you sleeping. The Lord intimates. The Lord intimates. A delay before the morning finally dawns. But he would not have them give way to weariness, nor relax their earnestness, watchfulness, because the morning does not open upon them as soon as they are expected. Sawa, nataka kufika hapo inasema we are now in the first and the second watch are past. Sijui kama unapata hiyo. Inasema now the first and the second. Inasema we are in the third watch. Sikiza hapa tafadhali. Nataka nidhibitisha hapa roho nabii. Tumesema hii imeandikwa June 12, 1868. Which watch? Third watch. Hebu sikiza roho nabii na confirm. We are in the third watch. We are now in the third watch. And now we think it best to lay up our treasure. And now we think up to lay our treasure on earth. On earth. That we may be secure against one. Kwa hivyo pia roho nabii na confirm kuna vitu na watches. Sawa sawa. Zinaangili. Zimekubaliana. Kwa hivyo sasa hapa ni kumalizana malizia. Baada sasa, now listen, this is the most now important and the most now thing about tunafaa kujua. After the full cycle is complete.
Si Joel alisema kwamba hao wazee waambie watoto, watoto waambie watoto wao, na watoto waambie kizazi kingine. After the whole cycle is complete. After the whole cycle is complete, ambayo inakuwa marked by 1 SM 2 or 4 paragraph 2. Hii ni quote, but then tunasoma mafungu mawili pekee. Amen. But then tumechoka na pia nimeextend sana. I'm sorry for that. But hii is the last quotation, unless maswali ya kuzie, and I'm giving the last verse. Inasema sikizeni sasa 204 paragraph 2. Sikiza. Selected messages. Ndio, the enemy of souls. The enemy of souls. The enemy of souls, ama andui wa mioyo ya watu, wa nafsi za watu, has sought to bring in the supposition. Has sought to bring in the superposition that a great reformation would take place among the Seventh-day Adventists. And that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, and engaging in a reorganization, in a process of reorganization, were this reformation to take place, what would result? The principles of truth, that God in his wisdom has given to the remnant church. Has given to the remnant principles of is given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years will be counted as an error. A new organization will be established. Books of a new order will be written. A system of intellectual philosophy will be introduced. The founders of this system will go into cities doing what? And do a wonderful work. The Sabbath, of course, will be lightly regarded, just as the Lord, as the God who created it. Nothing will be allowed to stand in the way. Of this new movement. The leaders will teach that virtue is better than vice. But God being removed, they will place their dependence on human power. Shika your point. Human power. Sawa. Which without God is worthless. Sasa sikiza pointi ambazo za mwisho zinazo. This system inasema this structure must be swept away. Malizia. Says their foundation will be built on the sand. And storm and tempest will sweep away the structure. Storm and tempest will sweep away the structure. This is the last statement for your quote. Tukiweza tuende tusome. Sasa wacha niwachekesha ama niwafurahisha ama niwachokoze. These things zote zimehappen by the way. 2004 ndio walimaki. Kutoka 2001 ndio walianza kuambia watu uwezo ukakuwa pastor bila kusoma theology. Haikuwa lazima. Yesu Kristo mwenyewe alisema anafunza watu. Pastor alikuwa anafaa kanisa inaketi inasema tunaona huyu kijana ana tabia njema, ana mienendo mwema, tunaweza tukamruhusu akuwe pastor. Kwa hivyo kanisa tulikuwa tufanye hivyo. New organization. LNG wetu mwenyewe alikuwa ameeleza jinsi ambavyo mambo hayafai kufanyika. Wacha nipeane mfano mwingine. Kuna hizi books of new books. Kitabu kama Great Hope, Ailemuita anasema kisibadilishwe. A book that took 58 years vile tulisikia jana to be written. A book that should be circulated to the whole world. Ilikataliwa. Kwa hivyo kwa sababu ya haya yote na tuliona the full cycle will complete 2004. Yes, wanasema the whole structure must be swept away. Na ndio maana kutoka General Conference mpaka to the local church, hiyo organization yote inakuwa sijui division nini. Kutoka 2004 hiyo ndio statement ilikuwa applicable sasa. That system must be swept away. Mungu mwenyewe alisema, Mungu mwenyewe ametuonyesha generation.
So swali linakuja, so kwa sababu it must be stopped away, and maybe kwa watu wengine it has not yet been stopped away, what will happen now, or what will show us that Christ is coming? Elewa, Yesu alikuwa anafaa kukuja in the first, second and third fourth, si ndio? Ndio anasema sasa kwa Joel, nilisema nasoma fungu la mwisho, Joel chapter 2 verses 25 and 26. It was a long Sunday, but it is God is spending that time. Joel, so you know the whole structure must be stopped away. So from 2004, we should never have a general conference. Na by the way, niseme ukweli, kuna kanisa mingi naenda, mpaka kuna kanisa mingi nimealikwa, zimekuwa cancelled. Mimi nikienda kuhubiri zinakuwa cancelled. Kwa nini? Labda nilienda nikahubiri kweli, pastor akaupinga, tukakuwa na shinda tu. Pastor akiambiwa naenda, anasema huyo mtu asikuje. That is the structure ambayo ishaanguka. That structure ilianguka. It is no longer there. It is not working. Kwa sababu this no longer serve God. It will no longer. Hebu sikiza. Sasa hapo ndipo Mungu sasa anakuja anasema, kwa sababu sasa this complete cycle imemalizika, lazima Mungu alete a new sasa. Mungu sasa analeta a fresh. Unaona ninasema you are chosen generation. A holy, a loyal priesthood. It applied to Israelites before sin. It applied to 70-day Adventists before it was swept away in 2004. It now applies to the people who stand for the truth. People who are ready to follow God and God alone. So almost here. Sema hivi. Nchi usiogope. Nchi usiogope. Unajua hiyo nchi ishamalizwa na Tunuktu, chenye kilibaki Nzige ikakuja. After Nzige kukuja ikakuja ikamalizwa na Parare. Parare kukuja kana kwamba haijatosha mandumandu kamaliza. Sasa ndio Mungu anasema nchi usifanye nini? Usiogope. Kwa nini? Furahi na kushangilia. Furahi na kushangilia. Kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope. Enyi wanyama wa kondeni. Maana malisho ya jangwani yanatoa miche. Na huo mti unazaa matunda yake. Mtini na mzabibu yatoa nguvu zake. Fungu la 23. Ulianzia mbali. 25 ndugu yangu. Na 26. Ndio 25 ama 26. 25 na 26. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Sikiza Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Mungu analeta restorative generation. After the full cycle imekuwa wasted, Mungu analeta the restorative generation, and this is the last generation Mungu anadeal nayo. Na msishangae hata nikisema the after 2021 to 2031, ngoja tuangalie, utaona it is during that time we only expect Christ to come. Ngoja niwaonyeshe. Si tumesoma, unajua tulikuwa tunaweka misingi. Hatuko tunajua tutaiapply wapi, lakini ngoja muone. For sure I tell you, we are not setting time, kwa sababu tunaambiwa tusiset time, but we know kwa jinsi ambavyo Mungu anasema atawaarifu watu manabii zake. We know that from 2004 to 2044, that is the generation we expect Christ to come. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukaenda tukiplan we should really work with zealous. Na ndio maana watu wengine mtu anaenda anahubiri, anaambiwa wewe ni off duty, anaongea tena. Kwa sababu gani? Anajua he has less than 20 years to live on earth. Sasa mtu kama utamzuia aje? Umeambiwa you have 5 days to live. Huyo mtu nikiwa nimeambiwa I have 5 days to live, nitaogopa kusumbuana na VC. Nitaogopa security guard. I only have 5 days to live after all. So mbona mnizuia? Kill me today, I know I have 5 days to live. Ndio maana siku hizo unaona mtu anasimama anahubiri, hata kama ni pastor, hata kama ni pope anapinga, he just stands for the truth. After all, he has less than 20 years to live and welcome Christ. Why should you be afraid? Kama hii dunia ambayo unasoma, hii elimu ambayo unasoma utamaliza, you will work for less than 20 years. Why should you be worried? Na ndio maana unaona watu siku hizi channels zinachipuka, sijui kama 6, sijui gani. Mungu anasema kazi malizo kwa hiyo miaka ambayo imebaki. Wacha kudhibitisha. Soma mwalimu. Joel chapter 2 verses 25 and 26. Alitaanza tena. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Ndio. Na parare. Na madumadu. Na tunutu. Si amesema tena zote. Miaka hiyo yote, all the wasted years, God has to restore it within a very short time. That is one generation. Within 40 years, which it will not even be beyond that. Within that, hizo zote ambazo zimekuwa wasted for 160 years, God wants to restore in less than 40 years. That is why we must be urgent. That is why we must be zealous. Sikiza, nitawarudishia hiyo miaka yote iliyoliwa na nzige, parare, madumadu na tunutu. Endelea.
jeshi langu kubwa lililotumwa kati yenu. Jeshi langu kubwa lililotumwa kati yenu. 26. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Chakula cha kimwili na cha kiroho sana sana ikizungumziwa hapo. Na kulihimidi jina la Bwana. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu. Aliyewatendea mambo ya ajabu. Na watu wangu hawatatahayarika kama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. To conclude, ili niuliza maswali. Tumepata kwamba after this fall have fallen, Mungu analeta restorative generation. Sawa sawa? Angalia hapa sasa. Tunamaliza. Sisome hata fungu lingine. Kuna restorative generation. Ambayo inaanzia 2004 up to 20. Si ndio? Sawa sawa? Sasa angalia. Angalia. Watu watashtuka leo. Lakini ndio. Na tumeambiwa hamjui kwamba wakati Bwana hajapo, iwe ni zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu ama ya nne. Hiyo ni Marko. Wacha tuingie kwa Luka. Luka anasema kwa sababu Bwana anaweza akakuja katika zamu ya pili ama ya zamu ya kwanza ilianzia 2000 mpaka 20. Si ndio? Si zamu ya miaka 10. Tumefuata hapo. Zamu ya pili ilianzia 20 mpaka 20. Zamu ya tatu inaanzia 20 mpaka 20. Na zamu nyingine inafaa kuanzia 20 mpaka 40. Hebu tukamfahamu kama prophecy ni ukweli. Tuliambiwa huyu alisema kuna zamu tatu Marko, lakini Luka alikataa ya kwanza na akataa ya nne. Si ndio? Kama alisema hiki tungetoa. So Yesu anafaa kulingana na unabii ambao Biblia imetuambia. Hii hata hiki inafaa ni kutoka hii zamu. Na hii. Atuwekeni Yesu wakati ambapo anafaa kukuja. Hatuwezi tukajua siku wala mwaka wala mwezi. Sawa sawa. And we are not setting time. But we are using the Bible to prepare ourselves. Kwa sababu Mungu anasema atatufahamisha. Everything yenye inapo kwa Biblia lazima Mungu atuambie. Sasa tuko 2020. Tuko katika zamu ya ngapi? Ya tatu. Tuko zamu ya pili. Hii ni zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. So when do we expect Christ to come? It is either within these 3 years zenye zimebaki ama before 2034. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata inakuwa short. It is either zamu ya pili ama zamu ya tatu. Kwa hivyo tuasimu Yesu atakuja zamu ya tatu. Tuasimu atakuja ya pili 2034. Na tuko 20. Ndio maana Catholic. Si ulisikia zile news? These people know. Ndio wana control economy, wanasema we have 10 years. That is for 2021. Plus 10. Wanasema we have 10 years. We have 10 years to do our work. 2030. In other words, wanasema you have this generation and the next generation hata itaisha to do everything that we have. Ndio maana tunaambiwa the evils, the injustices of evil are consolidating, are combining the power. Ndio maana tunafaa kujua. By the way, hata Kenya wakati wanasema kwa Vision 2030, sio Kenya pekee, ni karibu nchi zote duniani. Yaani dunia yenyewe. Ndio maana tunaambia watu wa dunia they have more light than us. Kwamba wanaelewa they have like 10. They have approximately 10 years to do their work. I think 7 Adventists who are real, the true remnant, should awaken even more. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaambiwa ni zamu ya pili ama zamu ya ndio Bwana anapokuja. Hata Sunday law, these things should be passed very very fast. Things are happening very fast. And we have no time to it. Kwa hivyo sasa acha hata tutoe mambo na 2044, let us think about 2034. This is the duration of which tunajua Sunday should happen. Sunday law na vitu mingi zinafaa happen at this time. Na kama Yesu alisema kizazi hiki hakitapita, I strongly believe it costs vengeance. Ndio maana ubiri wengi hata Jeremiah Davis nimemsikiza akisema 2020 is the beginning of the end, and I just agree with him. It is the beginning of the end. It is the beginning of the end. Kwa hivyo kama kweli Mungu na Biblia yake ni ukweli, of which Mungu hasaini uongo, then we must be sure this is the time to work.
So hata vitu zingine ukiona kanisani, ndio maana hata dhambi zingine, okay, God forbid. Lakini dhambi zingine kanisani ndio maana hatufai kuweka mtu. Mtu anakula nyama, sasa hizi nyama zinaleta cancer. Ellen White alisema hivyo 1991. Alisema 1900. Hapo beginning. Ukisoma kwa research inasema the predicted disease it was discovered 100 years, which was said by Ellen White. Ellen White anasema 100 years before cancer ikuje, before the world discover what is cancer. 100 years before dunia realize what is cancer. Yeye anasema eating of flesh will be associated to tumors and cancers. I will give you the clip. 100 years before ikuje. Who are we not to believe her? Who are we not to believe her? Ellen White mwenyewe ameeleza mambo mengi, ametuonya dunia nzima, anasema everything. Sasa ndio watu wanasema sijui tusikule nyama. Mambo na vaccine, Ellen White anasema let the people be taught that the restorative power is not in drugs but is found in nature. Lakini unapata msababu anaenda kundugu vaccine. Where are we? Where will we be? So kila kitu ambacho Mungu anaona kinatufaa lazima angetuambia. Bwana Yesu asifiwe. I strongly feel that. Wakati ambapo tufai kuwa na mchezo. Just say the truth. Let the people hate you. You have less than 10 years to receive Christ or to receive whatever may come. Ndio maana ukiangalia siku hizi watu wengi wameamka. Watu wengi wameamka. They doesn't care. Kwa sasa utaogopa aje? Umeambiwa you have just this short time of period. You have to work. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me give final nini. Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ni mwalimu unabii. Unajua ni nini alifanya? Yesu Kristo alibatizwa mwaka gani? Yesu alibatizwa 27 AD, sawa sawa. Na alijua anafaa kuoa. Unajua Yesu alijua wakati anafaa kuoa 31. Lakini alifaa vile ambavyo unabii ulikuwa kisa Israel walikuwa wafungiwa mlango wa neema 34 AD. From 27 this was 7 years, which was 1 week. How much zealous did Jesus have when he knew he had only 3.5 years to work? So much zealous. He counted every time, every minute. He worked than any other man has ever worked on earth. And he served in God than any other man has ever worked. Because he understands the time. And believing God must also show us the time. So that we work with the same zealousness which he had. As if this is not enough. Kama ili ukweli tuamini kwamba 2034 we should expect Christ. Wacha tuseme hivi. Ukisoma kwa Adventist Store nilikuwa nimesema sitasema kwa kingine. Inasema the 6000 years which was given to Satan is now coming to an end. Na tukisoma kwa Roho nabii inasema kusulubishwa kwa Yesu ilikuwa the end of 4000 years. Na Yesu alisulubishwa that one. So in 6000 years zijae. How many years are remaining? 2000. How many years are remaining? 2000. Set that one indeed plus 2000. If we are even blind. Itakuwa ni 20. That is the end of 6000 years. Na Mungu anasema after 6000 years which Satan has been given to ruin and to make the others desolate. Then the other here. Nashika hapa. Then the other here. Ambao tunajua ni millennium. Millennium how many years? 1000 years. Tutaenda camp meeting. Kujaza the seven completeness. Tumeharibiwa kwa siku 6. Kwa miaka 6000. Just as it was that in Israel after the land shika hii point. Ukisoma kwa ceremonial feast dunia ilikuwa inakaa mnalima miaka 6 ya 7 inapumzika. So the earth must rest for 1000 years and these 6000 years are ending maybe 2031 according to the human calculation. So that you can go for a honeymoon for 1000 years. Whichever dimension we look at it will just come to arrive at that point. And your man, so many things are happening, rapid movements. Nasema the final movements will be rapid one. And your man anashangaa. Such truth will never be taught to the church. It's rare. It's rare kanisa wapata nafasi. Kwa sababu ukianza kutoa hivi useme the system imekufa, pastor atakuua akiweza akipata nafasi. Because they are paying, they are doing everything. They will do everything to oppose it. But this is the truth. Praise God. Amen. Karibuni maswali kama nyongeza. Please. Hiyo quote ya Adventist Hope ya kutoja the 6000 years. Tulipata wapi? Sawa. Let me give you. Unaweza ukaelekeza huko. Ambayo inasema 6000 years. Nimeandika mahali lakini acha nikuambie. Hii inakuwa kwa great controversy. Ya iko kwa quotes mingi. Lakini let me give you hiyo ya hata hiyo kwa.
Wacha nikupe quote ya kwanza kwa Adventist Home page 539 paragraph number 3. Adventist Home page 539 paragraph number 3, soma hapa. Kuna nani? Kama mimi nisome? Soma tu. Tunasema hivi. Tuanzia na hiyo. Inasema the great plan of redemption result in full in bringing back the world into God's favor. All that was lost by sin. Nakumbuka whatever was lost. Ambao Mungu anasema atarestore. Joel chapter 2 verse 25. All that was lost in sin is restored. Not only the man, but the heart is redeemed to the eternal abode in the obedient. For 6,000 years, Satan has struggled to maintain the possession of earth. Now God's original purpose in its creation is accomplished. The saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever. So, for 6,000 years, Satan has been struggling to maintain it into his possession. But now God wants to restore. Praise God. Let me also give another quotation. Tunaweza tukaenda tunaweza tukaenda kwa Christian Temperance CTR CTMBH 154 paragraph 2. CTMBH 152 paragraph 2. Maybe you can go also to another CTBH Christian Temperance and Bible Hygiene page. Mesema 154 paragraph 2. Na pia tuenda kwa great controversy 154 paragraph 2 of Council Christian Temperance and Bible Hygiene. Alafu na great controversy. So great controversy page iko na nini mingi, but let us begin. Mtu tusome kwanza 518 paragraph number 1. Paragraph 1. Sasa tuanzia na hiyo great controversy 518.1. Nasema nini? Nasema hivi. The great controversy between Christ and Satan that has been carried forward for nearly 6,000 years is soon to close. And the wicked one redoubles his efforts to defeat the work of Christ in man's behalf and to fasten souls in his snares, to hold the people in darkness and impenitence till the Savior's mediation is ended and there is no longer a sacrifice for sin, is the object which he seeks to accomplish. Asante. Ukienda sasa kwa great controversy the last chapters page 673 paragraph number 2 ikizungumzia kuhusu kuokolewa kwa watu, inasema 673 paragraph 2. Satan's work of ruin is forever ended. For 6,000 years he has wrought his will, filling the earth with woe and causing grief throughout the universe. The whole creation has groaned and travailed together in pain. Now gone, creatures are forever delivered in the presence and the temptations. The whole earth is at rest and quiet. There the righteous break forth into singing, Isaiah chapter 14 verse 7, and shout the praise and triumph ascends the whole royal universe. The voice of the great multitude, as the voice of many waters, as the voice of mighty thunderings, is heard, saying, Hallelujah, the Lord omnipotent reigneth. 6,000 years is the time Satan was given to rule the world. And it's now ended. It's almost to close. But I feel that we are living at the verge. And such a meeting, it is among the last that we will ever have in this earth. Because soon, Sunday law petition next year. We may never meet here again. Mtu atakuwa pande za kwao, country living. Hiyo time tukue. But then, the next thing ambayo I request, the next time we get time, tunafaa tusome church history. Church history. It will awaken us. Ili tuone mbona Mungu alikataa. Unajua Mungu alikuwa akuje 1844. After 1844 ameingia mahali patakatifu, alikuwa akuje before 1884. Lakini hapa sasa nataka tu kugusia kidogo. Hapa kuna mambo yalitokea kwa 1859, kanisa ikaanza kuingia katika uvuguvugu, which was in the second world. Mungu akaachana nayo. Hii 1884 Mungu alikuwa anataka kukuja. Na ili uamini alikuwa anataka kukuja 1888 Sunday law ilikuwa inapitishwa. Ndio maana
Senator Bland alikuwa anapitisha Sunday law, lakini huyu anaitwa A.T. Jones, Alonzo T. Jones akasimama 1888 ile itetee Sunday law kupitishwa. Mbona Mungu alikataa Sunday law ipitishwe? Kwa sababu Sunday law ingepitishwa lazima Yesu angekuja, si ni kweli? Ndio, lazima angekuja kwa chenye kilifanya ni kwa sababu 1888 the same year Mungu anatumia Alonzo T. Jones na NJ wako na kuleta message inaitwa righteousness by faith. Kanisa ilikataa. Conference at Minneapolis. Mungu akaona these people are not ready. Kwa hivyo akachana hiyo generation. Kwa hivyo Mungu akachana hiyo generation hivyo. Kwa sababu alikataa Christ and his righteousness. The same year, sasa wote. The same year kulikuwa na vaccine ambayo ilikuwa inatokea. Ndio maana Elliot Joseph Wagon akasimama akasema this thing is unscriptural and unscientific. Akakataa. Kwa hivyo hiyo vaccine ikakataa. The same time sasa vaccine inaendelea. I believe hata Sunday law iko soon. Hata kama tuioni inaendelea chini. Ndio maana climate change iko. Climate change inakuleta Sunday law according to Laudato Tosi paragraph number 237 wakati ambapo anazungumzia kuhusu the Lord's Day. In 1924, in 1930 ndio hivyo mingi tunaziona kanisani. Hata mambo na church manual, hata mambo na Trinity zinaanza ku creep kwa kanisa sasa hizi. Kwa hivyo Mungu akaona this is also a waste. 1964 to 2004, there's something that happened in 1960s. Maybe sikumbuki vizuri, but Mungu akasema this again is a waste generation. Ndio maana sasa anakuja alitawarudishia chenye kililiwa na tunutu zinge parare na mandumandu. Now he has only one generation to accomplish his work. He has only a short time for the 6,000 years of Satan to be accomplished. So then, hatuna kitu cha kungoja. Praise God. Amen. You have nothing else to do. Another question. Swali lingine nataka kuuliza. I was perplexed somewhere when I saw an expository Bible, though not of the church. No, not from the church, but to some extent that person was right. But he said that from creation till Christ, it was 4,004 years. So I wanted to ask, then when did Satan fall? Because the great controversy, it begins, I don't know whether it begins when Satan started rebellion or when he was thrown down, because probably, as I think, supposed to be when he was thrown down, because now he manifested that he is finally rebellious against God. Thank you. God bless you. By the way, only 60,000 years. Can I tell you something interesting? Let us look for time. We will calculate without using the scripture, the Bible alone. Yeah. Nothing that the spirit of prophecy says the Bible does it. I went and counted by myself. I wanted to know even how many years should someone marry. That is not a topic. Yeah, I went and sat and I wanted to know. I just counted from Genesis chapter 5 and Genesis chapter 11. I counted the years until the birth of Abraham. I saw exactly. Unasoma. How many generations? I counted them with a pen and a book later. We'll just count them. Praise God. Yeah, tutakaunti to prove. We'll just count them with a pen and a book. Tutazihesabu hiyo miaka. Tutahesabu mpaka tuone kama ni kweli roho unabii inasema uongo ama ni nini. So from the quotations which you have read, inasema now 6,000 years which Satan was given to take the possession of the earth. He has been struggling. So 6,000 years, it doesn't count from when Satan rebelled, but from when man fell actually. Because when man fell, he was subjected to the rule of Satan. Satan was not the ruler of the world until Adam fell, until man fell. So, my question was, there is this controversy in my mind. When did Satan, when was he thrown into after the creation of man? Okay, a good question. When was Satan thrown? It is, of course, I believe, from what we read from Revelation chapter 12, starting to get sana, it must be before creation. Yeah. Why don't? Okay, it must be that in duration of time, kwa sababu wakati ambapo shetani anaanguka, tutasoma kwa story of redemption. Tukisoma kwa story of redemption itatueleza, inasema Yesu alikuwa anatembelea Adamu na anawaambia msikule ule mti. Kwa maana gani? Kuna shetani ambaye atakuja. He will come to deceive you. Sijui kama unanielewa. He will come to deceive you. Satan will come to deceive you. Adam na Eve wanaambiwa. So whenever Satan alikuja walikuwa wameaonywa. But wao hawakusikiza. So there's a possibility kwamba shetani alikuwa amerushwa before, but now he did not come to them. Actually Satan before he came to us, alikuwa ameenda hata once zikakataa kukubali.
Do you know that the other ones? Yeah, I know. Do you know the other ones? Yeah, I've read early writings. Yeah, and all the ones have the tree of life. And And the one forbidden day that they eat today, they will fall. But now after they have been seeing how the world is facing a lot of torture, they can't be there. They don't take it. By the mahali ambapo Enoch hapo, in the world with the 7 moons. Yeah, I've read it. Enoch anasema, and having his palm written his righteousness, tunaona the tree of life in the same one. That planet. But the scientists can only see 9, and they discount the 9 wanasema there are 8. Wakati ambapo there are ones uncountable, we can't know them. Ambazo shetani alishindwa kuangusha. Yes. So does that mean that even before the fall of man, it means that man had stayed for quite a period of time before he fell? Yeah, we can't know exactly how long, but he stayed some time. Kwa sababu tunaona Yesu alikuwa akiwatembelea every day. Hakuumba na angukia the same day, he stayed. Praise God. So tutaangalia tuone those ones. So there's a high possibility kwamba Satan alishushwa before the creation of man who is on earth. Praise God. Amen. That is which calls for reading. It calls for reading. And your man, I feel that hata swimming. Okay, I feel that if we doesn't miss classes, these are the classes, we should have more time even to read. That is early writings page 37, paragraph number 2 or 3. 3. Paragraph number 3. And I saw the whole fashioned Enoch. It says, I don't know whether I should just read it. It is a bit long. The Lord has given me a view of other worlds. Of other ones. Wings were given me, and an angel attended me from the city to a place that was bright and glorious. The grass of the place was living green, and the birds there warbled a sweet song. The inhabitants of the place were of all sizes. They were noble, majestic, and lovely. They bore the express image of Jesus, and their countenances beamed with holy joy, expressive of the freedom and happiness of the place. I asked one of them why they were so much more lovely than those on the earth. The reply was, we have lived in strict obedience to the commandments of God, and have not fallen by disobedience like those on the earth. Like those on earth, we have obeyed God, so we have been... Then I saw 2 trees. One looked much like the tree of life in the city. The fruit both looked beautiful, but of one they could not eat. They had power to eat of both, but were forbidden to eat of one. Then my attending angel said to me, none in this place have tasted of the forbidden tree, but if they should eat, they would fall. Then I was taken to a world which had 7 moons. Then I was taken to another one which had 7 moons. There I saw good old Enoch, who had been translated. On his right hand he bore a glorious palm, and on each leaf was written victory. Around his head was a dazzling white wreath, and leaves on the wreath, and in the middle of each leaf was written purity. And around the wreath were stones of various colors that shone brighter than the stars, and cast a reflection upon the letters and magnified them. On the back part of his head was a bow that confined the wreath, and upon the bow was written holiness. Above the wreath was a lovely crown that shone brighter than the sun. I asked him if this was the place he was taken to from the earth. He said, it is not. The city is my home, and I have come to visit this place. Amen. Thank you. So tunaona Enoch in other words. So it tells us it is a lovely place, and I see it. To me personally, and I feel that it should come to us. Apart from inheriting the city, ambayo Enoch anasema city is my home. You see, Enoch is not certified even in this world. He says that the city is my home, which shall not be taken. Amen? Even apart from that city, the sacrifice that Christ himself has done for us, it should urge us to do and work for him. Praise God. Amen. And ndio maana tunashangaa watu wengi wanajua ni siku za mwisho tuko, lakini he doesn't care. I saw our president, let me just say, kwa sababu watu wanamjua Samuel Makori. He was among the committee ambayo ina regulate na kutoa rules za vile kanisa zinafunguliwa. But he agreed that we worship for 1 hour. That time of COVID, he would say we are Seventh-day Adventists, we can never do that. We only need 24 hours to worship. Watu wakamkataza, sema
let me summon the press. Because he is the president. Lazima angesummon. As Esther said, let us fast for 3 days. Let us not eat. Let us plead that God allows us. And God will, of course, have awakened us. But it is fallen from 2004. He could never have done anything. Those people are black, wanajua lakini walipuuza. Tukianzia church history tutaanza kuona vile ambavyo Mungu aliacha hiyo kanisa. Alisema thy house is left desolate. And that statement has been sounded with a great magnificence. Wakati ambapo Yesu anasema hivi. Praise God. Praise God. Hii ndio wakati ya kuamka. Sasa mno kama kuna mwingine ako na swali. But at least we are awakened. We see the angels of time. We see the importance of sacrifice in time. We see the importance of studying the Bible and the spirit of prophecy. We see the reason as why we should not cheat. Kama nikwambia mtu mwambie ukweli akuchukie. We see the reason as why we should really work. Ukipata nafasi hata mkiwa class, usikie mtu analement, tell him Christ cares. Let him question Yesu ni nani. Tell him just something and God will just work with him. And sasa sikiza, the last quote inasema, that is Testimonies for the Church, volume 5, verse 2463, paragraph number 3. The work which the church has neglected for years, of prosperous and of comeliness or of peace, will be forced to do it. With what? Kulia. Kazi ambayo kanisa ilipewa ifanya katika kipindi cha amani, itaifanya katika wakati wa majuto na machozi. It must. And I believe time is becoming harder and harder. Let me give you the exact quote. Let me confirm. Nimesema it is Testimonies for the Church. 463. 463 paragraph 3. Yeah, paragraph 2. Soma paragraph 2. Paragraph 2. Paragraph 2 nasema hivi. Skiza. Testimonies for the Church, volume 5, page 463, paragraph number 2. The work which the church has failed to do in the time of peace. Kazi ambayo kanisa ilipewa ifanya katika wakati wa amani na imekataa ama imeshindwa kufanya, she'll have to do in a terrible crisis. Itabidi wafanye katika wakati wa majuto makubwa. Ambao Catholic wanasema they have 10 years. At this time it is no longer going to be okay. It will no longer be better. Hata ndio maana preachers wengine I feel that they are liars. Wanasema Mungu nimeona, nimebariki. There's no blessings far more. Mungu hata his spirit is angels are restraining that we may have peace for just a little time, that God finishes sealing his people. Skiza, I had a terrible crisis. Under most discouraging, forbidding circumstances. We are in darkness during the night, and we must work. Lazima tukeshe during the night. So, is this the real time we are in darkness? Because if you read the Bible, I think it's Isaiah. It says, when predicting the coming of Christ, says, arise and shine, for the light has come. Yeah, I get you. Yeah. 60 verse 1. Yeah, 60 verse 1. Yeah. What proof does it show that we are really in darkness and not in it? Thank you. The light is coming at the moment. Thank you. Yeah, I love that. Amen. Amen. Isaiah chapter 60, verse number 1 and up to 3. Skiza, ili nikuonyeshe awe in darkness. Unajua anasema arise and shine, for thy light is come. Unaona? Anasema the whole world will be in darkness. Sasa wacha nikuonyeshe. 60 start from verse 1. Tusome kwa Kiingereza. Soma hata kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza. Basi nasema hivi. Arise, shine. Arise, shine. For thy light is come. For thy light is come. And the glory of the Lord is risen upon thee. And the glory, shika hiyo jina glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth. The darkness shall cover the earth. So hata kama kuna light na kuna ambao wanani, the whole world is covered by darkness. And the gross darkness the people. And gross darkness the people. Wacha tupige kidogo. We know that the world it represents watu wanafanya maovu. So if someone is in the church but he doesn't live according to the one, is he in darkness or in light? He's in darkness. Pardon? Praise God. Pardon? Tumeambiwa gross darkness will cover the world. Darkness will cover the world, and the gross darkness will cover the people. So it means there is light to God's people alone. Sio kama unanipata? Yeah. So whenever we say that tusikeshe, sisi tukikesha sisi tuko kama tunafanya kazi kama mchana, lakini dunia imelala because it is darkness time. Unanipata? So the light is arising to those who are listening to the message, those who are working upon ile principle.
The whole world is in darkness. Spiritual darkness. Ndio maana sisi hata Uhuru anasema mmoja anatwaliwa, mmoja anachukuliwa, mmoja anaachwa. Eti gari itakuwa inaenda, driver anaendesha gari akieleza nini? Anaendesha gari, inafika mahali driver anaenda, gari inabaki kuanguka. Watu wanalala, mwanaume anaenda kuripoti walikuwa na bibi yake usiku, amuone anaenda kuripoti police station. Huo ni uongo ambao akili ina ambao umeamka. Like hakuna I was looking at especially Zambia, Zimbabwe, ni countries zenye nimekuwa nikichati na watu wengi huko, tumeform groups. And I will see some prophets kama kuna anajiita Kasuo Filipe. Unaona wengine wanajiita sijui Branham. Unapata wengine, yani kila dini kuna prophet wake. You wonder, this is darkness. Gross darkness. Gross darkness. Gross darkness. So the light inakuwa kwa watu wa Mungu. In fact, if I had time, tunge explain you Isaiah chapter 60 na Revelation chapter 18. The angel ambaye anakuja ambaye ni Yesu. Ile glory yake ina shine. Praise God. But we shall explain this after church history. Tutaingia kuhusu the fourth angel and the latter rain. But lazima tuelewe. Tukielewa church history, nitatuelewa kuelewa the latter rain. Tuone mbona unajua 1888 whatever was to happen. Ilikuwa kwamba watu wachukue Christ our righteousness, which is the third angel in verity. You see, you can't receive the fourth angel without receiving the third angel. You have to receive the first, second, and third angel so that the fourth angel can come as an empowerment. Sindio? Yeah. So they want to receive the third angel, which is Christ our righteousness, the third angel's message in verity. After receiving the third angel, then sandalo itapitishwa, ama katika wakati ambapo sandalo inapitishwa, the fourth angel, which is the brightness of Christ, which is the outpouring, which also the fourth angel marks the outpouring of the Holy Spirit, then they would have received the Holy Spirit. So without them accepting the third angel's message, they could not receive the Holy Spirit. Akarudia the same in 1957, akitumia watu wanaitwa Wayland na someone sijui bila anaitwa, but hapa alikuwa ametumia Elliot G. Wagona na akatumia mtu mwingine anaitwa Alonzo T. Jones ama T. Jones. Alitumia watu wawili. 1957 akatumia watu wengine wawili. Just as in ancient Israel, he used only two, Joshua and Caleb, so that they can proclaim the message of God. Watu wengine wakidumu wakikataa. You see, watu wote walileta bad report. Mungu alileta message wote wakakataa. Ukapatikana wale watu wawili. That is Joshua and Caleb. The same time alitumia A.T. Jones kuleta Christ our righteousness. Akatumia Elliot G. Wagona kuleta hiyo message wakakataa. Sisi wote walikuwa wanataka kuwaua because of the news. Akaleta watu wawili. Ndio sasa Hosea inasema tumrudie Bwana. Maana ya siku ya kwanza walimkataa. Shika hiyo point. Walimkataa siku ya kwanza, Elliot G. Wagona. Wamemkataa siku ya pili. Baada ya siku ya tatu Mungu atatujia. So these things are prophetic. The Bible and the spirit of prophecy just agree. But these things, after we study churches, tutaingia sasa kwa the latter rain and the fourth angel. In fact, hata Job ameonyesha vile latter rain itakuja. Hata Job, vile events zinafuatana. Mara wasema, mara kina nani tutawaona. Vilikuwa zinatokea hivi tutaziona every day. Amen? Amen. I believe God has blessed us. Blessed. Let us pray. Thank you, God. Thank you, Creator. Thank you, Christ, for revealing all these secrets unto us, we whom do not deserve. This is too much for us, God. Oh, God. How is man that you may adore him with wisdom to understand the times? To understand the plan of redemption that the ages are yearning to see how the end will be. God, this is too much for us, God. But we say thank you because of sin. You will give us power and strength to forbear it. Thank you for giving us this privilege. How we pray that God, you may awaken us and cleanse us from our sins, that we may understand all thy teachings. You have seen according to generation concept as you dealt with ancient Israel. So shall you deal with the Seventh-day Adventists, and you have dwelt the same. This is the restorative generation we expect the Sunday Lord to pass any time from now. We expect Christ that thy soon coming may be very soon than even we expect, Lord. Please go and sanctify us by the truth. Let us walk circumspectly, redeeming time. Because God, you want us to be redeemed. Bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.